Yamebakia masaa machache tu kabla ya Young Africans kwenda kushuhudia tukio la kihistoria katika klabu hiyo, na hili si tukio jingine bali ni tukio la uchaguzi mkuu ambako kwa siku ya kesho linakwenda kufanyika, ikiwa ndiyo ajenda kuu katika mkutano mkuu wa klabu hiyo kwa mwaka 2026. Tunakwenda kuangazia hapa kinagaubaga majina ya wagombea, nafasi zao juu ya kile ambacho Young Africans wanakihitaji kwa mwaka huu 2026. Tukumbuke kwamba uchaguzi huu utaenda ama viongozi hawa ambao watapatikana watakaa madarakani kwa muda wa miaka minne. Jina langu ni Leopold John, niko hapa na Babu Ramso ambaye kwa siku ya leo atakwenda kuwa mchambuzi wa zamu moja kwa moja. Babu Ramso, tunakwenda kushuhudia uchaguzi wa Young Africans siku ya kesho katika ukumbi wa The Superdome Masaki, Dar es Salaam. Pengine tutegemee nini labda katika uchaguzi mkuu wa siku ya kesho kwa upande wa Young Africans? Ni uchaguzi ambao unaenda kuchukua taswira mpya kwa klabu ya Yanga. Ikumbukwe ni uchaguzi ambao unaweza kupata watendaji wakuu wa timu ya Yanga katika miaka minne ijayo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia hata katika nafasi unaweza kuona ushindani wake ni namna gani ulivyokuwa mkubwa. Kwa mfano ukiangalia nafasi hasa ambayo ni ushindani, nafasi ya kamati ya utendaji. Huku kwenye nafasi ya rais pamoja na makamu wa rais, no doubt tayari nafasi Engineer Hersi yuko peke yake, lakini pia na makamu wa rais Arafati na yuko peke yake. Lakini ukijaribu kuangalia orodha kubwa ya kamati tendaji, wajumbe takriban 16 ambao wanaenda kuminyana katika kupata wajumbe watano ambao wanaweza kuungana tena na kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga ikiwa inaongozwa na rais wao Engineer Hersi. Sawa, Babu Ramso, hii ina maana gani kwa upande wa Young Africans kwenye kipengele cha rais sambamba na makamu wake kutokuwa na upinzani katika uchaguzi huu wa mwaka 2026? Hiyo ni ishara kubwa ambayo yani wamekubalika na wanachama wa Yanga, lakini pia hata na watu pia ambao wamewazunguka. Ukijaribu kuangalia katika miaka ambayo viongozi hao wawili Engineer Hersi pamoja na Arafat Haji wakiwa viongozi, rais pamoja na makamu wa rais, unaweza kuona mafanikio namna gani ambayo wameiletea klabu ya Yanga. Back to back ubingwa takriban mara 5 wakiwa wao viongozi, lakini pia nafasi mbalimbali katika michezo ya Champions League, kufika hatua robo finali. Kwa mara ya kwanza Young Africans walifika robo finali katika uongozi huo wa Engineer Hersi. Tunaweza kuona performance waliweza kuionyesha wakiwa shirikisho, lakini pia wamekuwa wanashiriki ligi ya mabingwa mara kwa mara. Ukiachilia mbali, angalia yani zile njia ambazo wanapita Yanga kwa sasa hivi. Kujaribu kuangalia kila mpenzi wa mpira na mwanachama wa klabu ya Yanga na hata wengine ambao sio wanachama wa klabu ya Yanga wanatamani kuona uongozi wa Engineer Hersi na Arafat Haji uwepo kwenye timu yake. Angalia ni namna ambavyo kiongozi ambaye anaweza kushare na viongozi wenzake, lakini pia angalia namna ambavyo anaweza kushiriki na wachezaji. Mfano mzuri, nakumbuka story moja ya dili la Khalid Aucho. The way jinsi alipopatikana akaenda Yanga, unaweza kuona Engineer Hersi alipush kwa kiwango kikubwa zaidi na kumwaminisha Khalid Aucho kwamba aje katika timu ambayo itakuwa na malengo ya kitofauti. Lakini ushawishi wake kwa mchezaji Khalid Aucho akasaini na Yanga, lakini uliona kabisa ni namna gani Khalid alivyoenda kuwasaidia Yanga kwa kipindi chote alichoweza kucheza. Lakini pia angalia mahusiano yake tu mazuri ambayo na wachezaji. Hata ukijaribu kuangalia katika dirisha hili kubwa la usajili ambalo linaendelea kufanyika mpaka sasa hivi, wachezaji wengi ambao wamesajiliwa na Yanga, angalia mahusiano yake mazuri ambayo iko attachable na rais wa Yanga. Hata juzi nilikuwa naangalia clip ambayo alikuwa ametembelea mazoezini, alikuwa anazungumza na mchezaji Mohamed Musa pamoja na Abdi Nasir Asagamal, wachezaji ambao walikuwa kutoka Mashujaa lakini pia wamejoin na Young Africa katika msimu huu. Alikuwa anawaeleza ni namna gani ambao wana nafasi kubwa ya kufanya mafanikio zaidi wakiwa na Yanga, na aliwaeleza ni namna gani wanaweza kutumia muda wao mzuri zaidi wakiwa na Yanga kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye unaona kabisa anaenda kusimamia misingi mikubwa na mabadiliko makubwa klabu ya Yanga. Angalia transformation imefanyika kwa kupitia katika uongozi wake, lakini angalia maandalizi ya ujenzi wa uwanja wa Young African
unakuja, lakini katika kipindi chake. Na moja ya ajenda kubwa ambayo imekuwa akichagiza pia ni moja ya ujenzi mkubwa wa uwanja, ambayo pia imekuwa muda mwingine ikichachawizwa kidogo na baadhi ya watu kuhoji alikopo wapi muda wote, lakini ukijaribu kuangalia ni rais ambaye unaona ana malengo makubwa na maono makubwa ya kufanya vizuri akiwa na klabu yake pia Yanga. Ndio maana hiki ndio kinachoweza kusadiki kabisa kwamba hata zile position zao pia zimebaki kwa empty, kwa sababu hakuna namna ambayo wewe kwa sasa hivi mtu unaenda kushindana na mtu kama Engineer Hersi au Alfat Haji ukaweza kubatana nao. Sawa, kwenye majina 16 ya wajumbe wa kamati tendaji ndani ya Young Africans kuna jina la mwanamke mmoja ambaye ni Priska Kishamba. Pengine nafasi yake kuweza kushinda kiti cha ujumbe wa kamati ya utendaji ndani ya Young Africans, Priska Kishamba unaipa nafasi gani labda? Na nafasi bado ipo kwake, na hata ukijaribu kuangalia kwenye kampeni ambazo amekuwa akifanya akisisitiza zaidi pia kupatikane mjumbe ambaye ni mwanamke katika kamati tendaji ili kutengeneza connection kati ya timu ya wanawake Yanga Princess na kamati, kwa sababu yeye anaweza kaa ni mtu ambaye anaweza kuisemea soka la wanawake katika klabu ya Yanga na hasa Yanga Princess na kuja kuileta katika kamati kuu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwanza kuwepo jina lake peke yake ana nafasi pia kubwa ya kuweza pia kupata nafasi, japokuwa haiwi rasmi kwamba kuwa mwanamke pia ni advantage moja kwa moja automatic ya kuweza kupata nafasi ya moja kwa moja kwenda kushiriki katika ujumbe wa kamati tendaji katika nafasi 5 za juu, lakini mimi naona nafasi pia kubwa ipo kwa mwanamichezo, mwanahabari Priska Kishamba tunamfahamu, ana nafasi pia kubwa, naamini kwa kile ambacho yeye mwenyewe amekusudia pia. Sawa, kampeni zinafungwa siku ya leo tarehe 1 Agosti ambako ndiko Young Africans imeahidi kwamba kuna utambulisho wa mchezaji ambaye anakwenda kutambulishwa kwa siku ya leo. Huyo alikuwa ni Babu Ramso ambaye amekupatia uchambuzi uliotukuka kuelekea uchaguzi mkuu wa Young Africans kunako siku ya kesho ambako kutakuwa pia na mkutano mkuu wa klabu ya Young Africans ambayo ajenda kubwa itakuwa ni huo uchaguzi kwa mwaka huu 2026. Jina langu ni Leopold John, nikushukuru kwa hiyo umekuwa nami kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi na Anuari TV.